Hamjambo wanafunzi, ni mwalimu wenu tena Konzi Nzaka amesimama mkabala wenu katika mazungumzo kuhusiana na somo la lugha ya Kiswahili. Leo tutazungumzia kuhusu utangulizi. Unajua kila jambo lazima kuwe kuna utangulizi. Utangulizi ambao umetoa taswira kamili, mazingira kamili, picha kamili ya lile jambo ambalo tutalizungumzia. Leo tutaingia katika karatasi ya pili katika msururu wa somo la Kiswahili. Kama tunavyojua ni kwamba tuko na karatasi kadhaa pale. Kuna karatasi ya kwanza ambayo hiyo imesheheni insha, na pia vile vile kuna karatasi ya pili ambayo iko na ufahamu na isimu jamii pamoja na ufupisho na sarufi na matumizi ya lugha. Lakini katika msanjari huo nimeonelea ni vyema iwapo nitakufahamisha wewe mwanafunzi uweze kujua utangulizi huu unahusisha nini. Je, kama ni somo la ufahamu haswa umuhimu wake ni nini katika mtaala huu wa kufundisha lugha ya Kiswahili. Kama ni kusikiliza na kuzungumza, tuweze kujua ni sababu gani kuna sehemu hii ya kusikiliza na kuzungumza. Kama vile vile ni kusoma, tujue kusoma huku kutakuhusia sehemu zipi. Na kama ni kuandika, tujue basi kuandika huku tunakokuzungumzia kunagusia nyenzo gani, sehemu gani, mitaala gani, mazingira gani na kadhalika. Kwa hivyo kama ilivyo ada na desturi, nitadokeza hili somo halafu nitazungumzia moja baada ya jingine, ili wakati wewe utakapokuwa unasoma katika tarakilishi lako ama katika kipakatalishi chako utaweza kujua huu ufahamu ni kwa nini tunausoma. Kwa hivyo wacha nidokeze hili somo ambalo tunalifanya leo ambapo ni Kiswahili. Halafu naandika utangulizi wa nyenzo au niseme sehemu za lugha ya somo la Kiswahili. Lugha katika somo, wacha nitumie neno katika somo la Kiswahili. Katika somo la Kiswahili. Kwanza kabisa ningependa kukujulisha kwamba somo hili la lugha ya Kiswahili limegawanywa mara ngapi? Kimsingi limegawanywa mara 5. Somo la lugha ya Kiswahili limegawika mara 5. Mara 5 katika ufundishaji wake. Kwa hivyo katika ufundishaji somo hili letu la lugha ya Kiswahili limegawanywa katika sehemu 5. Sehemu ya kwanza ni ufahamu. Sehemu ya pili kusikiliza na kuzungumza. Ambapo
ambapo inabeba mambo yake tofauti na ufahamu. Halafu sehemu ya tatu ambayo ni ya cha, kulingana na vile ninaorodhesha kazi yangu hapa, kuna kusoma. Halafu sehemu ya da, sarufi, ama wacha niandike kuandika. Halafu sehemu ya tano, sehemu ya tano ni sarufi na matumizi ya lugha. Sarufi na matumizi ya lugha. Matumizi ya lugha. Kile ningependa kukuambia tu mwanafunzi ni kwamba vitabu vingi vya kiada ama textbook ukipenda wewe, huwa vimepanga kazi yake kulingana na jinsi ambavyo mwandishi alionelea ni sawa. Lakini hii sehemu zote tano ni lazima zijadiliwe kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Kwa hivyo namna nilivyopanga kazi yangu hapa sio kusema kwamba tutafuatilia ile, kwa sababu kwa mfano katika chemichemi za Kiswahili utakuta amekuandikia ufahamu, sarufi na matumizi ya lugha, kusikiliza, kusoma na kuandika. Ukienda katika kitabu kile ambacho kimechapishwa na watu wa KLB utakuta kwamba mpangilio wake ni tofauti, lakini hakuna tofauti katika ufundishaji wa hizo sehemu. Wacha tuangalie ni kwa nini tunajifundisha ufahamu katika lugha ya Kiswahili. Umuhimu wa usomaji wa ufahamu. Kwanza kabisa tunapoangalia ufahamu, ni neno linalotokana na neno fahamu, kuelewa, kujua, na pia vile vile kuwa na hakika na habari fulani. Kwa hivyo katika somo letu la Kiswahili tunajifundisha ufahamu ili mwanafunzi aweze kujua yafuatayo: kusoma kwa kina, kusoma kwa kina kuhusu ujumbe fulani aliyoandikiwa. Pia vile vile kujibu maswali kwa njia sahihi, kuambatana na taarifa aliyosoma. Pia vile vile katika ufahamu, kutamka maneno kwa njia mwafaka. Na hapa ninaposema maneno ni msamiati. Utakuta kwamba kuna wengine ambao wanatamka maneno kulingana na lugha ya mama, kulingana na mazingira ambayo imewaathiri. Kwa hivyo utakuta hapa kuna swala la vitate ambalo pia linapigwa vita katika umuhimu wa usomaji wa ufahamu. Halafu pia vile vile
katika umuhimu wa ufahamu katika lugha ya somo la Kiswahili, mwanafunzi aweze kujitathmini katika utamkaji wa msamiati na kuelewa matumizi yake. Katika lugha ya Kiswahili. Halafu jambo jingine ni kuelewa maana ya msamiati kama ulivyotumika katika kifungu cha taarifa Katika sehemu hii ya 5 utakuta kwamba kuna misamiati ambayo huwa inatumika pale, na misamiati mingi huwa iko katika hali ya visawe. Kwa hivyo mwanafunzi anaposoma ufahamu fulani na misamiati imetumika pale, itapaswa wakati wa kujibu lile swali aweze kujua ule msamiati umetumika kuelekeza jambo gani. Kwa hivyo hapa usitumie misamiati ama kufafanua misamiati kulingana na ilivyojadiliwa katika makamusi. Kwa hivyo nia na madhumuni ya usomaji wa ufahamu katika somo la lugha ya Kiswahili ni kuweza kuwa na huo msingi wa hizo sehemu ambazo nimezitaja hapo juu. Kwa hivyo unaposoma ufahamu, wanafunzi, uhakikishe kwamba unaelekezwa na nyenzo zile ambazo nimeziandika hapa na nyingine ambazo wewe utaweza kuzipata katika hali yako ya kuendelea kusoma ufahamu. Baada ya kuangalia ufahamu, wacha tuangalie kusikiliza na kuzungumza. Umuhimu wa kusikiliza na kuzungumza. Kwa hivyo wacha niorodheshe kama umuhimu wa kusikiliza na kuzungumza. Hapa kuna mambo mawili ambayo mwanafunzi anapaswa kuyaelewa. Kwanza kuna kusikiliza, ambapo kusikiliza huku unatumia viungo vya kusikilizia ambayo ni masikio. Na halafu pia vile vile kuna kuzungumza. Hapa mazungumzo yako yatategemea namna unavyotumia ulimi wako ya kuyatamka haya maneno. Na katika hali ya kuzungumza pale tutaweza kupata utamkaji wa maneno na kadhalika. Kwa hivyo umuhimu wa kusikiliza na kuzungumza, jambo la kwanza, mwanafunzi aweze kufahamu maana ya kusikiliza. Ninaposema maana ya kusikiliza hapa ninaelekea kufanya kwamba
kuna umuhimu gani ya wewe kusikiliza? Kwa hivyo unaposikiliza jambo, hapo ndipo utaweza kulipata kiini chake na kuelewa ni lipi linalozungumzwa. Halafu sababu ya pili, kujifunza kuzungumza mazungumzo haya ni ya aina gani? Kuzungumza yale ambayo labda utakuwako umeyasikiliza kupitia mazungumzo ya watu fulani ambayo wewe huko umehusishwa, ama pia vile vile mazungumzo ambayo unaelekezwa kwayo. Katika hii sehemu pia kujifunza kuzungumza katika mazingira mbalimbali kulingana na muktadha husika. Kwa hivyo muktadha fulani unazozungumziwa katika mazingira fulani. Kwa mfano katika mazingira ya shambani, mfano mazingira ya darasani, mfano mazingira ya kiofisini na kadhalika. Kwa hivyo hapa unapaswa kujua kuzungumza na watu kama wale, kwa sababu watu wa tajriba mbalimbali huwa unapozungumza nao unazungumza nao kwa njia tofauti tofauti, kwa sababu huwezi kuzungumzia mkurugenzi huku ukiwa umeingiza mikono mifukoni na wewe unatafuta kazi. Kwa hivyo hapo mkurugenzi utamzungumzia ukurugenzi. Unapoenda sokoni utazungumzia na yule mtu mwenye kuhusika na masuala ya kuuza na kununua pale katika ile lugha ambayo inastahili pale. Pia vile vile hapa kutumia msamiati unaostahili. Matumizi ya msamiati unaostahili. Kwa hivyo hapa uzungumzaji wako pia lazima uzingatie msamiati unaostahili katika mazungumzo yako. Pia vile vile umri katika kusikiliza kwako. Kusikiliza kwako na kuzungumza kwako. Kwa hivyo hapo umri pia unaenda katika umuhimu wa kusikiliza na kuzungumza. Je, kuna swali lolote kabla sijaendelea zaidi na utangulizi wangu wa kukufanya wewe uweze kuelewa ni kipi kinatakikana katika usomaji wa lugha ya Kiswahili kuambatana na hizi sehemu 5 ambazo nimeziandika, ambazo nitasijadili moja baada ya nyingine? Aya, pia vile vile basi kama hakuna swali katika umuhimu wa kusikiliza na kuzungumza, pia vile vile kuna hili swala ambalo ni swala nyeti sana katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hapa ni utamkaji wa msamiati, yaani almaarufu vitate. Kwa hivyo hapa katika kusikiliza na kuzungumza pia ni
muhimu kujumuishwa katika somo letu la lugha ya Kiswahili iweze kuweza kupigania ama kupigana na hili tatizo sugu la vitate, tatizo ambalo linaletwa haswa na mazingira yale ambayo tunaishi sisi binadamu, kwa sababu uende ukijua ya kwamba watu mbalimbali wanaishi katika mazingira tofauti. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ambayo tunaweza tukaijadili. Halafu sababu nyingine ya ufundishaji wa somo la lugha ya Kiswahili katika huo msanjari ni kusoma. Lazima watu wasome. Usiposoma basi bila shaka hata hili somo la Kiswahili litakuwa halina umuhimu wowote kwako. Kwa hivyo tuangalie sehemu ya cha ambapo ni kusoma. Katika kusoma hapa kuna husisha utamkaji. Huu ndio msingi haswa wa lugha ya Kiswahili. Kama hutajua kusoma basi hutakuwa pia vile vile kujua hizi sehemu nyingine ambazo zinahusishwa katika hili somo letu la Kiswahili. Katika kusoma hapa kile kinachozingatiwa ni usomaji wa kina. Usomaji wa kina. Na ninaposema usomaji wa kina hapa tunahusisha vitu kama kujua riwaya ni nini? Ni nini? Najua tamthilia ni nini? Tujue tamthilia ni nini? Tamthilia ni nini? Pia vile vile tujue hadithi fupi ni nini? Na hizi sehemu zote zina manufaa gani kwa sisi binadamu, ama kwa sisi wasomaji, ama kwa wanafunzi, ama kwa wale wenye kuandika hivi vitengo vya fasihi andishi. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kuna swala la kusoma. Halafu pia vile vile katika swala hilo mwanafunzi ajue namna ya kujibu maswali kutokana na sehemu hizo tatu zilizotajwa hapo juu ambazo sehemu zenyewe ni hizi ambazo nimeziandika. Kwa hivyo mwanafunzi wapo atakuwako na huo uwezo, basi bila shaka atakuwako hana tatizo. Pia vile vile ajue mambo yanayojenga sehemu hizo tatu za fasihi. Kwa mfano, ajue wahusika, ajue matendo yao,
matendo ya wahusika, majina yao, na sifa, maudhui na kadhalika. Kwa hivyo mwanafunzi anapojihusisha katika somo la kusoma ajue hizo sehemu tatu na nyinginezo, ambazo katika kila hizi sehemu, ambapo kwa mfano sehemu ya pili inazungumzia hiyo vipengele vitatu na sehemu ya tatu inazungumzia pia hiyo vipengele vitatu. Kwa hivyo hapo ndio mwanafunzi atakwako amefanya jambo la busara kufanya nini? Kujua hizo sehemu. Halafu sehemu ya 4 ambayo mwanafunzi anapaswa kuelewa ni kwa nini imeorodheshwa katika somo la lugha ya Kiswahili ni kuandika. Basi tunaangalia sehemu yetu ya 4 ambayo ni kuandika. Je, ni kwa nini somo la kuandika linahusishwa katika somo letu la Kiswahili? Jambo la kwanza ni mwanafunzi aweze kujua mambo ainati au mbalimbali ya kuandika. Kwa mfano, uandikaji wa barua, mbalimbali, utunzi wa ushairi, pia vile vile ubunifu katika njia ya kuandika na kadhalika. Halafu pia vile vile ajue jambo analoandika na umuhimu wake. Pia vile vile afahamu njia sahihi ya kuandika jambo husika. Kwa hivyo hapo ndio maana ya kuandika kunaorodheshwa katika somo letu la lugha ya Kiswahili. Halafu mwisho kabisa ningependa tuzungumze kuhusu umuhimu wa sarufi na matumizi ya lugha katika lugha. Hii ni sehemu yetu ya 5 na ya mwisho, ambapo nasema umuhimu wa matumizi
Matumizi ya sarufi. Matumizi ya sarufi na lugha. Huu ndio msingi haswa wa lugha ya Kiswahili. Lazima kuwe na matumizi sahihi ya lugha na unavyotumia ile lugha katika sarufi na matumizi yake sahihi. Kwa hivyo hapa mwanafunzi anapaswa kujua upatanisho wa vidahizo ama sehemu katika lugha. Kwa ufasaha. Halafu jambo la pili, atumie lugha na vipashio vyake kwa uadilifu ama ukipenda ufasaha. Pia vile vile ajue msingi wa msamiati na matumizi yake. Halafu pia vile vile aweze kufuata vielelezo mwafaka vya lugha na matumizi yake. Katika hii sehemu mwanafunzi, ni mambo mengi sana ambayo huwa yana umuhimu katika matumizi ya lugha na upatanisho wa kisarufi. Kwa hivyo jinsi tunavyoweza kuendelea, nitaweza kukudhihirishia haya yote ambayo ninazungumza na mengine mengi kupitia vipashio vya lugha mbalimbali na matumizi yake. Hadi hapo ndio nimefika mwisho wa utangulizi wa kwa nini tunajifunza sehemu hizo 5 katika lugha ya Kiswahili ama katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili. Hadi hapo ndio nimefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tutakapokutana tena, tutazama kwa kina, tuangalie ni yepi yale ambayo yanaorodheshwa katika hizi sehemu 5. Ni mimi wenu Konzi Nzaka nikisema alamsiki.